Shauri serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan kwamba ili kufikia ndoto za walimu katika nchi yetu, hususan tunamshauri Mama Samia kurudisha posho za ufundishaji, yani teaching allowance, ambayo iliasisiwa na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere wakati wa utawala wake. Tunaiomba serikali hii ya awamu ya 6 irudishe posho za kujikimu kwa walimu katika taifa letu. Namba 2, tunaishauri serikali kuboresha mishahara na posho za walimu, ikiwemo posho za kazi maalum, yani mitihani ya kitaifa. Tusiwe na posho ambayo ni specific katika mitihani ya kitaifa. Tunaishauri sana serikali na kuiomba katika mitihani yake ya kitaifa yote iongeze posho kwa walimu. Zile posho za kujikimu bado ni kidogo. Tunaomba serikali izingatie hili na iwaone walimu kama kiungo muhimu katika jamii yetu. Tunaishauri serikali kuhakikisha kuwa walimu waendelee kuwa na waheshimiwe katika jamii. Walimu waendelee kuthaminiwa na kuheshimiwa. Haya ndiyo matarajio yetu sisi chama cha walimu wilaya ya Sengerema. Tunataka kuona walimu wakipewa thamani kama wafanyakazi wengine. Tunaishauri serikali kutoa fursa za kupandisha vyeo na maendeleo ya walimu kitaaluma. Serikali tunaiomba, tunashukuru inaendelea kupandisha vyeo kwa walimu. Tunaiomba pia kwa mwaka huu wa fedha, tunaishauri walimu wetu waendelee kupandishwa vyeo pamoja na kutoa fursa za kitaaluma. Mwisho, ninawasilisha tuzo hii kwa niaba ya walimu wote wa Sengerema na Buchosa kwa walimu waliofanya vizuri katika shule ya Sengerema High School. Leo tunawaleteni tuzo maalum kwa kutambua kazi na mchango wenu mliofanya kwa ajili ya kuelimisha watoto wetu. Tunawashukuru kwa kujitolea na kuhamasisha wanafunzi kufanya vizuri. Kazi hii mmeifanya bila kuchoka, kama alivyosema makamu mkuu wa shule. Ninyi katika shule hii usiku umegeuka kuwa mchana, mkiendelea kutimiza ndoto za wanafunzi wetu kwa ajili ya kutengeneza kesho yao iliyo bora. ESS. Hii kitu natamani niongee hata Tanzania nzima ielewe. Walimu wakubwa wananiambia kwamba kuna kitu kinaitwa ESS. ESS mimi sijekuta kipindi nafanya utumishi. Lakini wanasema kwamba unatakiwa upeke taarifa zako kila unaandika, sijui kuita majina, unaita kiwa shule, sijui nini, na mwisho saa 6, si ndio? CIS. Mwisho saa 6 usiku, si ndio? Lakini unakuta mpaka unafika nyumbani bado mfumo unafanyaje? Unarudi, si ndio? Una changamoto hiyo, si ndio? Kwa maana yake inakufikia hatua wewe, maana yake unaonekana ukiita majina, maana yake umeita muda ambao sio muda nini wa kazi. Au wakati mwingine tena unashangaa inafikia hatua ya nini? Ya kwamba umeshindwa kutimiza, maana yake kesho yake unaonekana kwamba hujatimiza wajibu wako. Ninachotaka kuongea hapa ni nini? Na tukienda kwenye vikao vyetu vya makatibu vya watendaji tunaambiwa jitahidi kwa kadri unavyoweza kuingia katika hii PEPNIS na pamoja na kunani taarifa zako kuzituma. Lakini changamoto hizi ambazo mnazipata katika mfumo, mnatakiwa muwe mnaongea kila wakati. Kwa sababu kuna watu wengine wanawajibishwa kwa sababu tu kwamba inawezekana ni swala la kimfumo na swala lingine. Kwa matokeo haya yanaonyesha ni vijana wetu wote 564 walifaulu kwa 100%, na tunamshukuru Mungu kwamba vijana wetu 100% kubwa walipata vyuo mbalimbali hapa nchini. Kwa matokeo haya sisi kama taasisi tunawashukuru sana viongozi wetu, afisa elimu wilaya yetu ya Sengerema upande wa sekondari, lakini mkurugenzi mtendaji wa halmashauri yetu ya wilaya ya Sengerema, pamoja na viongozi wengine waandamizi akiwemo afisa elimu kata wetu wa kata yetu ya Mwabarui, kwa namna ambavyo wamekuwa pamoja nasi. Na siri kubwa inayotufanya sisi wanafunzi wa Sengerema sekondari kufanya vizuri katika masuala ya taaluma, kwanza kabisa shule yetu inatuandalia mazingira mema, lakini pia shule yetu inatuandalia sehemu nzuri ya nidhamu, kwa sababu nidhamu ni kila kitu katika ufaulu wa mwanafunzi. Hivyo basi shule yetu imekuwa ni shule bora ambayo inajitahidi katika swala zima la nidhamu, na mwanafunzi anapokuwa na nidhamu hivyo utamfanya katika masuala mazima ya kitaaluma kuwa na ufaulu mzuri.